naitwa Gracious David Chapile, ni mwanachuo wa chuo cha walimu Tandala. Mimi naona sio sawa kwa mzazi kumchagulia kijana wake mme au mke wa kuoa au kuolewa, kwa sababu mimi nikijichagulia mtu sahihi wa kuolewa wa kuwa naye itasaidia kujiamini au kuaminiana katika ndoa yetu. Kwa mimi ninavyoamini kwamba mzazi mpaka kunichagulia mume, maanisha yeye ni sahihi kwangu. Kaona tabia na mienendo yangu na tabia za wewe mwanaume, kaona nini ni sahihi. Madam, wewe upo kwenye mahusiano? Hapana. Kwa sababu bado hawajakuchagulia wazazi. Ndio. Sawa, na ikitokea sasa chaguo ambalo wazazi wamekuchagulia ukaona kwamba huyu mtu kwa ninavyomuona ni kama hatutoendana, ni kitu gani utawaambia wazazi? Au na wewe tutarudi kwa mwalimu hapa kwamba mradi wamekipenda wazazi na wewe huyo mtu basi utampenda? Kwa mimi ninavyoamini mpaka mzazi kunichagulia mume, maisha yani ni chaguo la kwangu mimi ambao ameangalia tabia na mienendo yangu, bila shaka mimi nitampenda wewe mwanaume. Kwa majina yangu naitwa Jackson Musa, mwanachuo chuo cha walimu Tandala. Wazazi kumchagulia mtoto wa kiume au wa kike, mke au mume, ni kwa sababu moja wapo inaweza kapelekea migogoro katika familia. Hiyo migogoro inaweza kuwa kwa upande wa wazazi wa mwanamke au wazazi wa mwanaume, au inaweza kuwa migogoro kati ya yeye mke na mume wake. Ukienda mwenyewe kumtafuta huko, unaweza kumkuta huko ni Facebook, wapo Instagram, wapo. Umewahi kumkuta mtu Facebook nini? Au una ushuhuda kidogo utupe mwalimu? Ushawahi kumuona mtu Instagram anajiita labda Queen nini, kumbe huko kwao ni Ashura? Kwenye mitandao ya kijamii wapo wengi watu kama hao. Wengine naomba mahusiano, wanaomba nini? Vitu kama hivyo. Sasa endapo utaenda huko sasa, kwamba ukienda huko ni kwamba wewe mwenyewe umejiamulia, haukubaliani kwamba mzazi wako akuchagulie. Sasa ukishaingia huko ndo unakutana matatizo kama hayo, kwamba nyumbani uende ni wa nyumbani, akiingia kwenye Insta atajiita yeye ni Fatuma jadala ya Maria, sasa vitu kama hivyo. Baada yani kwenye ukishaingia mkataba wa ndoa itakuwa ni mateso. Maria na Fatuma sio walimfanya nini Petro? Maana haya majina mawili Maria Feti umalize masomo na muda mwingine naye amehusika kwa namna moja ama nyingine kukusomesha, na wewe tayari uko chuo una kijana ambaye mmependana, mmepanga malengo kwamba bwana tukimaliza hapa tutafanya 1 2 3, au tayari mshaanza kutengeneza mazingira mazuri ya kuishi pamoja, utachukua hatua gani? Endapo yani lingeweza kutokea hilo, nikifika nyumbani na kutana na changamoto kama hiyo, mimi nitakachokifanya yani kwa wakati huo sitaweza kutoa majibu ya moja kwa moja, kwa sababu mimi nakuwa naelewa tayari kule nina mtu wangu nimempata. Ila nitakachokifanya, nitatafuta muda, nitakaa na wazazi, nitazungumza, tutaangalia kama yule kijana naona ananifaa, tutaendelea. Nikiona hajakidhi vigezo, tutaangalia. Na wewe tayari ndo upo na huyo kijana mmependana kweli kweli huko chuo, na nyumbani tayari wamekutafutia, umemkuta. Sasa hapo ni jibu kukubali kwamba uachane na huyu wa huku chuo na kusubiri. Hapo natamani kufahamu kama utamwacha huyu ambaye umetoka naye huku au utaendelea na yule wa nyumbani ama itakuwaje? Okay, kwa mimi naweza nikasema kwa kuwa wazazi wangu wamenichagulia na wameona kuwa yule anafaa, nitafanya hivyo kwa kuheshimu wazazi wangu. Utamwambiaje sasa huyu ambaye mko mmesubiriana hiyo miaka yote, mkawapa na watoto wenu watarajiwa majina, wewe utakuwa mama P, yeye baba P, unahisi utatumia njia gani ya kumwambia ili asishtuke, yani asiumie? Mimi nitamuelekeza tu hali halisi iliyopo, na kwa kuwa mimi ni mtoto wa kike nitamwambia nilikupenda na wewe najua ulinipenda, lakini ndio hivyo mimi nimefika nyumbani nimekutana na kitu 1 2 3, kwa hiyo itabidi akubaliane na hali. Kwa majina naitwa Deodatus Dennis Mgungile, natokea chuo cha walimu Tandala. Karibu. Moja kwa moja kwenye mada ambayo nasema je, ni sawa kwa mzazi kuweza kumchagulia kijana wake mume au mke? Moja kwa moja mimi naona, kwa mtazamo wangu naona sio sawa, kwa sababu tunajua kijana anapomtafuta huo mtu wake au tuseme mchumba au mpenzi, yeye ndo anajua tabia gani mimi naitaka na tabia gani sitaki. Kwa hiyo anapokuwa mfano kama mzazi amemchagulia mwanae au kijana wake mpenzi, inaweza kapelekea mtu akampata mtu ambaye tabia hazifanani na yeye. Wewe mwalimu tayari upo kwenye mahusiano au bado? Kwa sasa bado.
Aha, kwa hiyo ikifika hatua unatamani wewe mwenyewe uchague, na ikitokea umechagua alafu ukawashirikisha wazazi wako wakakwambia sisi tumekuandalia, tulishajua ukishamaliza masomo yako tumekuandalia mke huyu hapa, utachukua hatua gani hapo? Moja kwa moja kwangu mimi siwezi nikalizia hilo kuchaguliwa, kwa sababu mimi naamini mimi ndo naenda kuishi naye na sio mzazi. Kwa hiyo unaweza, ni kauli gani nzuri ambayo unaweza kaitumia na wazazi wakakuelewa kwamba tayari mimi nina mke mwingine ama nina mpenzi mwingine nilikuwa naye, ndio huyu nitataka kuishi naye? Kama kijana, moja kwa moja nitakuwa naelewa ile athari ambazo zinaweza kutokea endapo kama mzazi atanichagulia mtu ambaye mimi simtaki. Kwa hiyo kitakachofuata pale ni kuelimisha madhara yatakayotokana na kuchaguliwa. Majina naitwa Lusilori, mwanachuo chuo cha Ualimu Tandala. Mimi kwa upendo wangu nasema sio sawa wazazi wangu kunichagulia mume. Kwa sababu gani? Kwa sababu watakuwa hawajanitendea haki yangu, kwa sababu kulingana na haki za binadamu kila mtu anapaswa kuchagua mwenzi wake. Kijana anapokuwa hajachaguliwa mume au mke, hii itapelekea mahusiano yao hadi kufikia ndoa yanakuwa yanadumu kwa muda mrefu. Kwa sababu kwa mfano kijana anapochagua mwenzi wake mwenyewe, yeye katika mahusiano hayo watakuwa na upendo wa dhati. Kwa ule upendo wao wa dhati utapelekea wao wenyewe waweze kudumu kwa muda mrefu hadi kufikia hatua ya ndoa, kuoana wenyewe kwa wenyewe. Lakini katika maisha haya tunaona watu ambao tunawachagua wanatupiga na vitu vizito kichwani. Haujawahi kufikia hatua ambayo ukasema yani hapa bora wazazi wangu wangenichagulia mimi nikaendelea tu na masomo? Hujawahi kuwaza kitu kama hicho? Kwangu mimi hapana, kwa sababu yani mpaka nyewe wenyewe mahusiano yanadumu kwa muda mrefu. Mjue kwamba kabisa kwenye huo muda nyewe kama nyewe mmeshajuana nyewe tabia zenu, kwamba mwenzi wangu yuko hivi, tabia yake ni hivi, yuko hivi na hivi. Kwa hiyo mpaka mnafikia hatua yenyewe kuoana, mjue kwamba yani mahusiano yenyewe yanakuwa vizuri na upendo unakuwepo ndani katika familia. Mimi kama mimi, vigezo nitakavyoviangalia kwa wewe mkaka nitakayemchagua, cha kwanza tabia zake na mwenendo wake jinsi ilivyo, heshima, yeye mwenyewe ajiheshimu pia, na hata pia upendo wa dhati. Maana upendo ndio utasaidia mpaka sisi kufika malengo yetu ya ndoa huko mbeleni. Muonekano wa nje, kitambi nini sio shida zako? Hapana, kuhusiana na masuala ya vitambi kwangu mimi hapana, sipendi. Haupendi kitambi? Au upendi tu kujaji vitu kama hivyo? Kujaji vitu kama hivyo saa nyingine unaweza kusema sawa, unaweza ukajaji. Ila inategemea na mtu mwenyewe kitu anachokipenda. Binadamu unyumba ni kama kawaida. Kwa hiyo endapo lazima atimize majukumu yake vizuri, anamnyima unyumba, ana wajibu wa kumpa talaka aelekee nyumbani kwa sababu atimize majukumu yake ya kila siku. Sawa. Aelekee nyumbani kwao, nimeipenda hiyo. Akajifunze. Okay. Kwa maana unataka kuniambia akichaguliwa inakuwa ni ngumu. Wazazi wakuchagulia inakuwa ni ngumu kumfukuza. Lakini ukijichagulia wewe unakuwa una maamuzi. Ndio. Sasa unaitwa nani? Naitwa Sabato Msese. Sawa. Sawa. Naweza nikapata chochote pia kutoka kwako kwamba labda pengine umejichagulia wewe, umeangalia vile vigezo. Umeangalia vigezo ambavyo umeviona na umeamua kuoa. Sasa ikatokea sasa vile vigezo vikabadilika na wazazi uliwaambia wasihusike kwenye kukuchagulia mke. Ni hekima gani ambayo utatumia kuambia tena wazazi kwamba huyo mwanamke tena umtaki ambaye umejichagulia wewe mwenyewe sasa? Tunajua kwamba katika familia kuna mapungufu na mafanikio. Unaweza kumwoa msichana au mwanamke na ukamleta ndani ya familia, changamoto hizo zikajitokeza. Sio kwamba ukioa mwanamke bila kuchaguliwa na wazazi ndio kwamba usiwashirikisha wazazi wako. Utawashirikisha wazazi kwamba imetokea hivi na hivi na hivi, na kwa sasa hivi huyu mwanamke sifanyaje, simpendi, inaruhusiwa fanyaje, ni muache. Kwa hiyo unaweza kuwashirikisha wazazi, mwisho wa siku kumpa tu talaka akaelekea nyumbani kwao. Sema ni sawa, lakini kuna wengine ambao pia wanasema upande wa ni sawa. Na upande wa ni sawa kama sio sawa ni kama wengi kuliko sawa. Haya, karibu madam, nianze na fahamu jina lako, karibu. Asante. Kwa majina naitwa Catherine Gibson Tweve. Ni mwanachuo chuo cha Ualimu Tandala.
Sawa, lakini ni kama upande wa ni sawa, wana sauti kama za upole hivi, au ndio maana mmechagua kuchaguliwa? Sababu mmewezekana mkashindwa kujitetea. Haya, hebu niambie wewe sababu ambazo unaziona kwamba mzazi anatakiwa akuchagulie mume, kwa sababu wewe ni madam. Mimi naona ni sawa kwa wazazi kutuchagulia vijana mme au mke, kwa sababu wazazi wetu wanakuwa na uelewa mpana juu ya hasa magonjwa ya kurithi. Kwa mfano, vijana wengi watu tunakimbilia tu kupima afya kama vile ukimwi, lakini tunasahau kwamba kuna yale magonjwa ya kurithi ambayo yanaweza kupelekea athari kwa vizazi vijavyo. Kwa mfano, magonjwa kama pumu, selimundu, magonjwa kama hayo. Jamii fulani, kwa sababu tunajua kwamba kila jamii na mila zake na desturi zake. Kwa hiyo kama kila jamii na mila zake na desturi zake, kuna jamii zingine zinaweza zikawa na mila ambazo jamii nyingine haizikubali. Mfano tuchukulie, kuna jamii X yenye ina tabia ya kufanyaje, ya kuweketa watoto wa kike. Walea Maulidi Shija, natokea chuo cha walimu Tandala, kozi ya diploma. Asante. Wewe unazungumzaje kuhusiana na mada yetu ya leo? Kuhusiana na mada yetu ya leo, nakubali kwamba mzazi ni sawa kumchagulia mme au mke mtoto wake. Unahisi ni kwa nini mzazi anatakiwa amchagulie kijana wake mke au mume kwa upande wako? Kwa sababu anamchagulia mume au mke kufuata akili na mafanikio. Kwa wewe, kwa upande wako, unatamani ukifika wakati wa kuolewa mzazi ahusike kukuchagulia mume? Ndiyo, kwa sababu kuna baadhi ya wanafunzi nimesoma nao walikuwa yani darasani hawana akili. Yani kwa mfano mitihani tukifanya mitihani wenyewe ni wa mwisho tu. Nikitolea mfano koo fulani ya Nyanda Kabudi ambao ni wanafunzi yani walikuwa watoto wake, tukifanya mtihani wenyewe ni wa mwisho tu, wa mwisho. Kwa kutokana na hapo ni akili. Alafu mafanikio unakuta au watoto kutokana na akili hawana darasani, lakini wana akili ya maisha. Upande wangu naweza nikaona kabisa sio sawa na sio haki, kwa sababu mwalimu amesema sio sawa tu, tena sio haki. Kwa nini mwalimu? Kwangu mimi naweza nikasema kwamba mzazi kunichaguliwa mke kama alivyosema kwamba sio haki na sio sawa. Moja ni kwa kuangalia kwamba yule mke ambaye ninatakiwa mimi niishi naye, alafu isitoshe pia kuna yale tunasema labda mahitaji ya msingi binafsi kwa ajili ya familia. Kwa naweza nikasema kwamba wazazi kutokunichagulia mke au wazazi kunichagulia mke mimi sio sawa, kwa sababu ya kutimiziana zile mahitaji ya msingi. Unazungumziaje? Yaani unamaanisha nini kusema mahitaji ya msingi? Familia kama familia ina mahitaji mengi, kama vile kutimiziana labda mahitaji ya chakula, kujaliana, kuchukuliana kama mwili mmoja, kama ilivyoandikwa tu kwamba tumeshakuwa ni mwili mmoja, tuchukuliane kwa kila kitu. Kwa kuna mahitaji mbalimbali mtu, kwa sababu sijamlizia wamenichagulia, naweza nikaona kwamba sasa huyu ameugua, basi nenda kwa mama, si mama alinichagulia, basi mama mtu wako ameugua, basi mama umjali. Ila kama mimi nimemchagua na nilimpenda, basi nitamjali mimi kama mimi, kwamba yule ni mtu wangu nimemchagua na ni mke wangu, nitamjali kwa upendo wa dhati.